Hello, habari za leo. Karibu tena katika channel yetu ya WC Herbal Clinic. Naitwa Dr. Jimmy. Ana leo tutaongelea faida ya manjano. Wengi wamekuwa wakituuliza, je, manjano inakuwa na faida gani? Na mara nyingi manjano pia ni kiungo ambacho kinapatikana kwenye mzizi wa mmea ambayo tunaita turmeric. Kwa hiyo kwa sababu kiungo hichi kimekuwa ni antioxidant, anti-inflammatory, lakini antimicrobial, kinasaidia kusaidia katika kupambana na magonjwa kadha wa kadha. Changamoto, faida namba moja ambayo utaipata kwa kutumia turmeric au kwa kutumia manjano ni kwamba kupambana na uchochezi ambayo inflammatory, ambayo sasa amali ya kupambana na uchochezi basi inasaidia ile kupunguza uchochezi wa mwili na hutumika katika magonjwa yanayosababisha na uchochezi kama vile changamoto ya viungo, maumivu ya misuli. Kwa hiyo utatumia turmeric, utatumia manjano, itaweza kukusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia afya ya moyo. Kwa nini afya ya moyo? Kwa sababu ni antioxidant ambayo inapunguza pia madhara ya oxidative stress, ambayo inasaidia kupunguza shinikizo la damu na kupunguza LDL, mafuta mabaya mwilini. Hiyo ni kazi nyingine ya manjano. Lakini pia inasaidia afya ya ini kwa watu ambao kama wewe una changamoto ya ini, anasaidia kuimarisha utendaji kazi wa ini na inasaidia kutibu matatizo ya ini kama hepatitis A, changamoto ya ini, lakini pia na fat liver. Kama una changamoto ya ini, basi una changamoto pia mafuta kwenye ini, tumia turmeric, tumia manjano, itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia kudhibiti sukari ya damu. Kwa wale watu wenye kisukari, basi tumia turmeric, tumia manjano. Kwa nini utumie manjano? Kwa sababu inaongeza sensitivity ya insulini mwilini, ambayo inasaidia kushughulika na uzalishaji wa sukari mwilini. Lakini pia ni nzuri kwa sababu inapunguza viwango vya sukari kwenye damu. Faida nyingine, inasaidia kupambana na uwepo wa virusi na bakteria. Kwa hiyo ambayo tunasema ni antimicrobial, ambayo na antivirus, antiviral, lakini pia inapambana na maambukizi. Kwa hiyo kama una maambukizi ya mfumo wa mkojo, mfumo wa koo, mfumo wa ngozi, basi jitahidi utumie manjano. Ukitumia manjano ni dawa nzuri na ni tiba bora sana ambayo utaitumia kutibu changamoto na ni dawa ambayo itatumia kutibu changamoto ya virusi na bakteria. Lakini pia inaboresha afya ya ngozi. Kama una changamoto ya ngozi haieleweki, ngozi ina mikunjo, ngozi ina madoa, ngozi inababuka, basi tumia turmeric, tumia manjano, itaweza kusaidia kuondosha katika changamoto hiyo. Lakini pia inasaidia afya ya ubongo, kulinda ubongo, lakini pia na kuondoa ile free radicals ambayo zinaingia mwilini bila kuwa na kizuizi chochote. Kwa hiyo inazuia pia na changamoto ya yale magonjwa ya akili. Kwa hiyo kama kuna mtu ana magonjwa ya akili, basi mpatie manjano, mpatie turmeric, itamsaidia kuondokana changamoto hiyo kwa sababu ni moja kwa moja ina antioxidants, lakini pia ina virutubisho ambavyo vinasaidia kuongeza kumbukumbu na kulinda ubongo. Ni nzuri sana katika kupunguza uzito. Kama unahitaji kupunguza uzito, inarahisisha metabolism na upunguzaji wa mafuta mwilini, ambayo inaongeza pia mzunguko mzuri wa damu na kupunguza mafuta mwilini, basi itakusababisha kuweza kupunguza kilo zilizoongezeka au nyama uzembe au vitikitambi ambacho kimeongezeka. Lakini ni tiba nzuri sana ambayo inapambana na kansa. Kama una changamoto ya kansa, ina properties ambazo zinapambana na kansa. Wanasemea inasaidia na kuzuia ueneaji wa seli za saratani na kukomesha ukuaji wa seli za saratani. Kwa hiyo kama una changamoto ya saratani ya matiti, saratani ya utumbo na saratani ya mapafu, basi tumia turmeric, tumia mdalasini. Utaweza tumia turmeric, tumia manjano, sio mdalasini, ili kuondokana na hiyo changamoto. Kwenye video ambazo zimepita tumeshaongelea faida za mdalasini. Lakini pia inasaidia katika matatizo ya tumbo. Kama una changamoto ya tumbo, gesi, asidi, lakini pia unakiungulia, basi manjano ni tiba nzuri mojawapo. Kama unapata choo, inasaidia kupata choo, na kama unapata choo chenye damu na choo kigumu, basi tumia turmeric, ni dawa nzuri ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Faida nyingine ya manjano, inasaidia katika afya ya mishipa ya damu. Kama una changamoto ya mishipa ya damu,
basi tumia turmeric. Ni tiba mojawapo nzuri ambayo tutakiwa kuitumia kuondokana changamoto hiyo. Lakini pia inalinda dhidi ya madhara ya mionzi kwa sababu ni antioxidants, kwa inazuia ile mionzi na radikali huru ambazo zinasaidia kulinda zile seli za mwili. Kwa hiyo hizo ndo baadhi za faida ambazo utazipata kwa kutumia manjano. Tuambie wewe ni faida gani ambazo umezipata kwa kutumia manjano. Kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.